Mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino amelaani uamuzi wa serikali wa kumvua ulinzi rasmi, akisema hatua hiyo ni shambulio la moja kwa moja dhidi ya uhuru wa kidemokrasia na jaribio la kuwatisha viongozi waliochaguliwa wanaosimama na wananchi. Kupitia kwenye mitandao ya kijamii, Babu Owino hasa upande wa Instagram alisema, "Hili si shambulio tu dhidi yangu, bali dhidi ya demokrasia yenyewe," akihusisha uamuzi huo na ushirika wake wa wazi katika maandamano ya kitaifa ya kuadhimisha mwaka mmoja tangu maandamano ya Juni 25 mwaka 2024 dhidi ya mswada wa fedha. Kwa mwaka wa pili mfululizo, mbunge huyo mashuhuri alishiriki maandamano pamoja na maelfu ya Wakenya kwa kukumbuka waliouawa kutokana na ukatili wa polisi katika wiki za hivi karibuni na wakati wa maandamano mwaka 2024. Wakati wa machafuko ya mwaka jana, Babu Owino aliingia kwenye vichwa vya habari baada ya kuruka uzio wa bunge la taifa na kujiunga na vijana waliokuwa wakiandamana, ili hali wabunge wengi waliamua kukimbilia usalama ndani ya majengo ya bunge. Mwaka huu alitembea bega kwa bega na waandamanaji kuenzi waliopoteza maisha na kutaka serikali wajibike na kutoa haki. Wawakilishi wa wananchi wanapoadhibiwa kwa kusimama na wananchi, hiyo ni ishara ya serikali inaofia uwajibikaji, si serikali inahudumia wananchi, alisema Babu Owino, akiungana na viongozi wengine wa upinzani waliokosoa vikali jinsi serikali inavyoshughulikia upinzani wa raia. Mbunge huyo alisisitiza kuwa hataogopeshwa wala kunyamazishwa na kaidi kuendelea kutetea haki. Katika wito wake kwa wananchi, alisisitiza umuhimu wa kuwa macho, kushikamana na kuendeleza shinikizo kwa viongozi kuhakikisha wanaheshimu maadili ya kidemokrasia. Kwa wananchi, endeleeni kuwa macho, mshikamane na mjue kuwa viongozi wenu wanapaswa kuwajibika kwenu, si kuwatishia. Wanaosimama pamoja nanyi, ukweli hauwezi kufunikwa, harakati za haki haziwezi kuzimwa. Hatutarudi nyuma, alitangaza kwa msimamo mkali. Hiki ambacho amekisema Babu Owino kimeweza kuwagusa watu wengi sana, na hii ni picha na video ambazo zinaonyesha namna alivyoweza kushiriki siku ya jana kwenye maandamano ya jinsia ya kitaifa kwa nchini Kenya. Hii hapa ni SNS Mini Gen Man.